kutoka wapi? Nairobi. Bwana Yesu asifiwe. Na sasa nione kwao wale waliangalia matobo wakasema hawaku watakuwa wanasikia report. Kulikuwa na wageni kutoka Nairobi. So mimi naita ni wonderful Sunday. Ikiwa hapa nikiomba ama wakati tulikuwa tunaomba, na kitu moja Mungu ameweza kudhibitisha kwangu ati ya kwamba mjengo umeisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mjengo umeisha katika jina la Yesu Kristo. Kwa kuwa our reverend amekuja kuweka muhuri, mjengo umeisha. Nothing else now. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kingine. Mimi nawaambianga nimeona Mungu katika huo mjengo na katika kazi ya Bwana. People from nowhere they are supporting the project. Na ndiposa hata saa hii asubuhi mjue nyinyi ni watu wa maajabu. Nimeletewa hata chakula cha mafundi hii wiki kimeanza wameanza kuleta. Na wewe kabla hujaenda nyumbani, nashukuru Mungu kuna mama wamejitolea sana. Hata mtu kupikia kwake nyumbani na kuleta chakula. Yaani mafundi wakule na wakunywe chai wapi? Hapa. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wanatuma kupitia kwa simu. Wanasema na mchungaji tuwachukulie chai. Ninyolete gani? Mimi nimeona Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Katika huo mjengo. If we are not for the Lord, hata atunge kufika mahali tumefika. Na hakika niko na ushuhuda mrefu. Nitobono mo demo ke inoka nimo kutika mandi kirakanya. Eno wa wiki ndima, no wa mafundi kunena kwegati hapo. Na kunya kukula na kukunywa. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaambia wakati mafundi wanakulia hapa, wale wanakujanga, ikiwa watakuja chei hapa na wakulia hapa, nafasi ya kupumzika inakuwa ni kidogo. Lakini ukimwopea lunch hour, ataenda ongeze masaa na mnajua kugwenu wanalipangwa pande. So kupikiwa hapa inasaidia zaidi. Wale ambao wako na roho kama yule mama Mushume light, waendelee kufanya hivyo ni kwa ajili ya kazi ya Bwana. Waambianga kwetu ni Mboni. Wanaweza wazibiwa. Na nyinyi hamutaama, mimi nitaama na nyinyi hamutaama mtabaki. Bwana Yesu asifiwe. So ni kwa himizo ama kwa kuwaomba tuendelee kusupport kupitia kwa chakula na kile Mungu atatuneemesha. Tumeki sure mjengo umefanya nini? Umeisha na mtakuwa kubarikiwa. So Mungu awabariki sana na watendee mema. Tusimame. Simameni, nataka nialike my brother. Simameni tu. Tualike my brother. Mpige makofi na shangwe wakati Silas anapokuja. Karibu sana Silas. Karibu sana. Karibu sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Gumona ugoshiro gusotera. Kedera dugata siakusemala. Onaboroke siamo kaigororea. Gumona ugoshiro gusokerera. Eli Jehova mwadhani kumokea bega. Oe watiganeria dugata siaku. Omagitagera no tani moje. Gumona ugoshiro gusokerera. Haleluya. Amen. Jeni Yesu makofi. Hapa sijaendelea, ningependa kuwakaribisha mketi chini kidogo kwa sababu ya muda. Because of time we have to go quickly. And nataka kwenda straight to invite ndugu yangu ambaye miaka 12 iliyopita wakati kulikuwa na shida ya ile kikundi, mnakumbuka ilikuwa inaitwa Mungiki huku kwenye. Mnakumbuka hiyo siku? Wakati huo tuliweza kukuja, that time we were able to come. Nitachanganya lugha. Bwana Yesu asifiwe. Tuliweza kukuja kupitia huduma ambayo ndugu yangu Askofu Daktari William Sifuna ambaye ni Chief Inspector of Police ako kule Kenya Police Service na ako pale katika headquarter ya Nairobi. Upigieni Yesu makofi. Kwa sababu yeye ako na mambo mingi ya kufanya, lakini Mungu aliweza kumwandaa siku ya leo aje hapa aone uwema na fadhili za Mungu
ile mambo ilifanyika. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo kuna watoto wengine hapa wako wamezaliwa na kulikuwa na hatari sana. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa nimbalike akuje atupatie hiyo story, kwa sababu mimi nilikuja tu hiyo wakati pamoja na hao maaskari. Mimi si askari, nilikuja pamoja na hao maaskari, tukakuwa na kesha tukiwa na hatari sana, when it was very dangerous. Atakwambia vile kulikuwa siku hiyo. Bwana Yesu asifiwe. He will tell us how it was at that particular time. Praise the Lord. Amen. And then after that he will pray and then nitaleta neno. Tupigie Yesu makofi. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asifiwe Mwokozi. Amen. Wangapi wamefurahi siku ya leo? Unajua hata kama una meno una smile tu, unajua smile. Smile na kilio ni tofauti. Amen. Unajua mtu mwenye hata na meno yote atakiwa safi, akilia anakaa sura mbaya. Na mwenye kuna mapengo lakini amefurahi, unaonaje? Anakaa sura nzuri. Unajua ningependa nifurahike ama nialikwe na mtu hata akona mapengo yote lakini amefurahi ananihagi. Kuliko mwenye akona meno safi hata na meremeta na nakutana na yeye ananiacha akilia. Unaona? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yes, vile mchungaji Malcolm David Sila amesema, ninakumbuka Kahuro na sijawahi sahau Kahuro. Na sijawahi nyamaza kuombea Kahuro. Kahuro ni Kahuro. Ilikuwa na kahururu watu na vikundi mbaya zikaibuka hapa, zikawa zinatangaza ati Kahuro ni headquarter. Wakati huo ilikuwa mbaya. Bwana asifiwe. Amen. Nakumbuka wakati tuko headquarter huko, tukawa na OCS alikuwa hapa, alikuwa anaitwa William Oyuki. Oyuki alikuwa hapa na akalia akasema, bwana Mozikae headquarter na mimi hapa tunaangamia. Kila siku tunaokota mili. Kila siku tunakimbia kuokota mili, tumechoka na mili. Hata zingine bado hazijaokotwa na watu bado wanajipanga. Tukasema watu wamepikwa. Mheshimiwa Michuki akasema Michuki wale watu vijana ambao wanasumbua watu wamerekrutiwa na mambo ya Mungiki. Sasa kuanzia sasa tunataka tusikie wameisha. So tukasema hapana, kuisha njia mzuri ni waokoke. Kwa sababu alikuwa ametangaza wakichukuliwa hawatapatikana. Na ikawa hivyo, wale walikuwa wanachukuliwa wako wanapatikana sasa. Tukasema basi waje sisi tubadilishe. Tukuje na format nyingine, format ya Yesu. Amen. Nakumbuka tulisanya watu. Malcolm David Sila akiwa mmoja. Na ikajaza nilikuwa na nini? Pajero, iko Pajero mara nakusa. Pajero. Na nilikuwa nimetoka tu mahali nikanunua hiyo Pajero na ikaanza huko mapandeni. Tulikuja barabara zote zilikuwa mchanga hizi. Barabara zilikuwa mbaya. Mlikuwa tunasonga kufunga mahali, magari zimekwama, malori zimemchanga, zimekwama kwa barabara. Mnatoka mkimbize kwa mashamba ya watu ndio mrudi barabara muendelee. Na tukasema mpaka tufike wapi? Kahuro. Na tulifika. Tukapanga crusade ya siku moja na kesha juu yake. Hiyo kauwanja kako pale. Ndio tulifanyia kesha. Tukafanya kesha usiku mzima. Inasemekana Mungiki wako unaweza kusema waje tuende tufanye kesha kwa Mungiki. Na tukafanya kesha. Ukiwa na imani, hakuna lisilowezekana. Amen. Say amen. Amen. Tulifanya kesha na siku hiyo ndio basi tukaweka chapel hapa, tukasema basi chapel ianze. Na nakumbuka wakati huo walisikia polisi wamekuja kufanya kesha. Walikuja mpaka machifu walikuja, polisi wenyewe wakakuja, alafu watu kutoka sehemu mbalimbali wakakuja, mpaka wa vijana wa Mungiki wengine wakakuja na wakaokoka hapo. Na ikaenda hata kwa radio kwamba polisi wamefanya Kahuro crusade. Sasa wanataka kutumia tunduki kuua, wanataka watumie Bible kuokoa maisha. Na neno likasambazwa. Amen. Amen. Ilikuwa hata watu walali. Ilikuwa watu wanaandika vibarua wakitupia kwa majigoma ya watu. Watu wanahama kwa manyumba wanakuja kulala station. Tukikuja hapa wale walikuwa kwa kesha, ni wale walikuwa wamehama makwao wakiwa wameandikiwa barua ya kuua. Hiyo ilikuwa kesha ya lazima.
Badala ya sale tukawaweka kwa kesha kwa tent. Tuliweka matenti. Sasa sale ilikuwa tent na kusifu jina la Yesu. Amen. Say amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Nakumbuka tulikuwa tumefunga. We were fasting. As we came we were fasting. I remember we were not eating. We had water. Tukachukua bundle mzima ya maji tukaweka kwa gari. We were just drinking water as we came here. Na kufika hapa nayo siku yetu tulifika. Ikawa kuku tumechinjwa mpaka mbuzi, tumechinjwa. Lakini tukasema wale ambao wamefukuzwa makwao ndio wako na njaa. Waje wakule. Sisi tuko tuna fast. Tutakula kesho. Amen. Tulipomaliza hiyo kesho yake ndio tukaanza kufungua na chai pamoja. Tukakula hapa nje pamoja, tukafanya tena crusade nyingine ya asubuhi. I remember. Umewahi na crusade ya asubuhi? Na inajaa kuliko ya jioni. Haleluya. Mpaka watoto walijaa kwa sababu makwao kulikuwa shida kukaa. Kwa sababu wao ndio walikuwa next. Mumeandikiwa kwa mtakaa. Na inatangazwa vichwa ndio zinatakikana. Mtakaa. Lakini Mungu aliye juu na Yesu ambaye tunamtukuza ni wa ukweli. Amen. Mambo yalibadilika kuanzia hapo. Hii station ofisa wakapata nafasi ya kulala. Hawakuona. Ofisa hata wale walikuwa kwa kesho wanasinzia kwa sababu ya nini? Kuchoka. Ofisa mwenyewe amechoka. Na inasemekana kwamba watu wachungwe. Na hujui nini? Na pande hii nyingine mnapoangalia pande hii nyingine kumetangazwa. Na ni mambo tu ya watu kukula pesa kidogo kidogo na kuharibiwa akili na mapombe na vitu za kulewesha. Mungu abadilishe watu. Sasa haina shukuru nikipata mmejaa badala ya kuwa seli ati kwa sababu ya nini? Mmejaa hapa ni Sunday. Bigis makofi. Amen. Amen. Kwa jina naitwa Reverend Dr. Chief Inspector William Sifuna wa Tito. William Sifuna, mimi ndio nasimamia masuala ya chaplaincy na counseling katika Kenya Police. Niko pale makao makuu ya polisi na ninataka nasunguka kila mahali. Nazunguka Kenya mzima kwa counties. Tukiongea nataka watu warudie Mungu. Vijana, wamama, wazee ambao mko mahali hapa, hebu jaribu kukaribisha wengine kanisani. Kujeni na watu wawili kila Sunday, hakikisha kwamba umepata mtu unaokoa roho ya mtu unaleta kanisani. Hautapaki maisha yako itapaki vile. Ukijitolea kufanya neno la Mungu, na ufanye neno la Mungu kufikia watu wengine. I'm telling you, the Lord whom we are serving will change your status of life. Amen. Pigia makofi. Yes, nyumba nimewacha mke wangu ndiye sasa ndiye anachunga kanisa leo. Nimeoa pia. Niko na mke mmoja na watoto kadhaa. Yes, pigia makofi. Wamenituma nilete salamu Kahuro. Aki nimefurahi. Kahuro tumepata mjengo karibu inaisha. Mungu sawabariki. Amen. Na vile nimekanyaka hapa basi neema imefunguka. Mgaji wenu tunaongea kwa simu tu. Amen. Nikamwambia siku moja tutaonana. Na leo ndio siku. Amen. Vile ameniona hata wengine mmeniona mbele yake. Lakini sasa Mungu awabariki sana. Amen. Kwa sababu ya muda wacha nimwalike mchungaji siku leo atuletee neno. Na kwa sababu tuko na kazi kadhaa, tumaliza tunataka pia tuongeleshe maafisa wetu. Ndiposa tuende tena njia zingine. Tunataka tu Mungu awabariki, mkwe barikini sana kufungua masikio na kusikiza neno. Na ushikilie neno, usio mtu ya kutapatapa, mkuu mmoja umekanyaka nje, mkuu mmoja kanisani. Leta miguu yote kanisani. Na at least fanya kitu kanisani. Usikuje tu kukaa uimbiwe, ukaa uombewe, uhubiriwe, utolewe sadaka hata ubio utoi, fungu la 10 utolewe utoi, alafu baadaye uambiwe amen, na uambiwe toka. Sasa utafanywa kila kitu. Pigia makofi na mwanzo. Mungu awabariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Wakati ule, the time that I came here, ile wakati nilikuja hapa, nilikuwa najua ya kwamba nakuja tu kuombea maafisa wa polisi kwa Mission Monday. Kuna siku ambayo nimeitenga ambayo naiita Mission Monday. Kwa shughuli zangu zingine nasimamisha, nasema hiyo siku naenda kwa huduma. As I came here, sikuwa najua kwamba kuna kanisa hapa. The day that I came, nilipatiwa commissioning na ndugu yangu kwa sababu hii ni mahali ya serikali. Huwezi kuja, you can't come to a government place
without authority. Nataka tusimame tuombe kwanza. Anapoanza aanze na kuendelea. Amen. Amen. Asante. Mungu aandae ulimi wake. Mungu aandae Amen. nyoyo zetu na nafsi zetu. Amen. Anapomwandaa kwa ajili ya neno. Yes. Hiyo Monday alikuja, tulipanga katika wiki moja. Ndiposa apate ruhusa ya kukuja. Nilikuwa nimeandaa paneli, nimeongea na OCS, nimeongea na watu tena hospitali wetu, na ndiposa akakuja. Na hiyo kukuja ilikuwa ni mission. Ilikuwa ni mission. Ya hivi anasema every Monday we are out for a mission. Kienda pande hizi, bila tumeenda pande hizi, bila tumeenda pande hizi, tunarudi tunasema Mungu atubariki kwa njia zingine. Hata na wewe siku ya leo nataka nikwambie Sunday ya leo, kuanzia kesho Monday, wacha Monday ikuwe siku yako ya mission. At least kwenda kwa jirani, kwenda kwa relative yako, kwenda kwa duka na kuambia hata shopkeeper kwamba karibu kanisa yetu kwa chapel. Anza kualika mtu. Monday ikuwe siku yako ya mission. Monday isiishe kabla hujaongelesha mtu. Ndio. Hata yule mlevi, msiangalie hata hii walevi, wacha wale na ulevi yao. Hapana, wanataka wewe sasa. Mungu anataka kutumia wewe kama malaika. Yes. Fikie huyu mtu mlevi. Muongeleshe mtu habari yako ndugu. Naona uko hapa na kama hauna nguvu. Tunaweza omba pamoja nawe. Utaona anakuambia niombe. Basi unamuombea, ukimaliza kumuombea, unamwambia karibu kanisani hapo kwa police chapel. Ataweza kuuliza unataka niwekwe see? Wasema hapana, kanisa ikinikanda na see. Na see. Tasikiza wewe ni kualika kanisa, sikualiki kesi kwa see. Polisi ndio utakualika kwa see. Kama umekosea lakini. Amen. Lakini ongelesha mtu kwa heshima, hata baba yako, mama yako, jirani, ongelesha tu kwa heshima. Na umwambie kwamba siku ya leo ni siku yangu ya kufanya huduma ya kualika watu kanisa kwa Yesu. Utaona kile Mungu atatenda. Wewe asifiwe. Amen. Wacha tuombe. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, I want to thank you once again. As I declare favor upon this altar, amen. I've knelt here, my God, and touched my hands upon this altar. Amen. This ground, Father, is blessed. Amen. You have chosen this place, my God, within this block, that my Lord is where your sanctuary will be established. Amen. Right now, Father, I want to pray for your servant, Malcolm David Sila, oh my God. For the work he has initiated, oh my God. We were here to open even further the heavens upon this place. But right now, Father, we have come to implement. We have come to establish. I want to pray, Father, for your servant who is here, my God, as the pastor of this chapel. Father, as the chaplain, I want to speak a word of blessing upon his life. All together, my Lord, I want to speak a word of favor upon the members. Amen. I pray for the members of this church. Amen. All men, all women, all girls and boys, and even our children, Father, in this church. I pray for our officers, my God, within the station and outside the station. Wherever they are and their families, bless them all together. For with this word of today, oh my God, nurture your servant as he's speaking, oh my God. Let you speak to us through him. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, I do pray and believe. Amen. 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 Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I'm coming to you today from Kahuro Police Chapel. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niko hapa, nimefika Kahuro na leo ni tarehe 10, 10th day. Hallelujah. Amen. The second Sunday of 2021. Bwana Yesu asifiwe. The 21st year of the 21st century. Bwana Yesu apate sifa. Amen. Hallelujah. Mwathani agoshwo. Amen. Umuthi negoria mwathani ahe gikuyu. Hallelujah. Amen. Ye ndi mugikuyu. Hallelujah. Amen. But negomoria atiriri. Ndimwire Jehova ndirenda kwaria umuthi na gikuyu na ndirenda uhe gikuyu. Amen. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nituraiguithania. Mwathani agoshwo. Amen. Pastor, vile nimesema ni kwamba nimeitisha Bwana nipatie Kikuyu niongee. Amen. Kwa hivyo ukisikia naongea hiyo, just know it's the same hallelujah in every language. Amen. Praise the Lord. Amen. Psalm 10. Zaburi 10. Zaburi 10. Zaburi 10. Ningependa kuisikia kwa lugha ya Kikuyu, ule ambaye ako nayo tutasaidiana na yeye, lakini wacha nisome kwa haraka because nikiona hapa naona watu wamekuwa shule, naona watu wengine wa Western, omundu wa Western. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Naona pia ndugu yangu Victor kwa hapa kutoka kule maili 10, ni maili 7 ama ni wapi huko? Moi's Bridge. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo tutasoma na Kizungu sasa. Psalm 10 it says, "Why Lord do you stand far off?
Why do you hide yourself in times of trouble? In his arrogance, the wicked man hunts down the weak who are caught in the schemes he devises. He boasts about the cravings of his heart. He blesses the greedy and reviles the Lord. In his pride, the wicked man does not seek him. In all his thoughts, there is no room for God. Verse 5. His ways are always prosperous. Your laws are rejected by him. He sneers at all his enemies. He says to himself, nothing will ever shake me. He swears, no one will ever do harm to me. Verse 7. His mouth is full of lies and threats. Trouble and evil are under his tongue. He lies in wait near the villages. From ambush, he murders the innocent. His eyes watch in secret for his victims. Like a lion in cover, he lies in wait. He lies in wait to catch the helpless. He catches the helpless and drags them off in his debt. His victims are crushed. They collapse. They fall under his strength. He says to himself, God will never notice. He covers his face and never sees. Verse 12. Arise, Lord. Lift up your hand, O God. Don't forget the helpless. Why does the wicked man revile God? Why does he say to himself, he won't call me to account? Verse 14. But you, God, see the trouble of the afflicted. You consider their grief and take it in hand. The victims commit themselves to you. You are the helper of the fatherless. Break the arm of the wicked man. Call the evildoer to account for his wickedness that would not otherwise be found out. The Lord is the king forever and ever. The nations will perish from his land. You, Lord, hear the desire of the afflicted. You encourage them and you listen to their cry, defending the fatherless and the oppressed, so that merely mortals will never again strike terror. Bwana Yesu asifiwe. Nani yako na Biblia Kikuyu? Nisaidie na hapo. Nitasoma kutoka verse 15 mpaka verse 18. Niguthoma. Zaburi 10 mwari wa 15 nginya 18. Bwana Yesu asifiwe. Reu gatiriri. Kiune uria mwaganu guoko. Haleluya. Kiune uria mwaganu guoko. Mundu uria morure thingata waganu wake o ginya okinyie geturi. Break the arm of the wicked man. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati ule tulikuwa hapa miaka 12 iliyopita, kulikuwa na kikundi ambacho kilikuwa kinawaumiza watu. Na sasa ukiangalia mambo ni yale lakini ni tofauti. When you look now, imebadilika ikakuwa nyinyi ndio mnauana. Imebadilika ikakuwa ya kwamba baba anampiga mke wake hadi kumuua. It has come to a time that the uncle, ule mumemwachia mtoto, huyo ndio anambaka mtoto. This is what is happening here in Kahuru. Now God has sent us today. Can you laugh? Cheka kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Ni mambo mazito, lakini when you laugh in the spirit, there is something that is going to happen. Bwana Yesu asifiwe. Because our brother here, Pastor Onesimus, is a policeman. Yeye ni askari. Wakati ule anafanya kazi asubuhi, zile kesi ambazo anapokea anazijua. The cases that tunasoma kwenye magazeti kuhusu hapa hii Kahuru ni kesi ambazo hazimfurahishi Mungu. Wakati ule nilikuja hapa Mission Monday, nilikuja nikaingia, sikuwa najua kuna kanisa. I didn't know there was a church here. Kwa hivyo mimi nilikuwa nimetumwa na rafiki yangu, nimekuja kuona OCS, kumsalimia na nimwambie Yesu vile alifanya hapa miaka 11 ilipita, kwa sababu that was in last year. As I came,
Niliingia na nikaenda pale juu. Sikuona hapa. Sikuona hii. Niliona lakini si kufikiria kwamba hapa ndio kanisa, kuna kanisa, unaona? Nilifikiri tu haya yote ni majengo ya polisi. Wakati nilipofika nikaenda pale kwenye OB, pale kwa police station pale. Nikangoja. Kulikuwa wako na makazi nyingi sana. Kuna mama na mzee wake walikuwa pale kwenye OB, pale kwa police station. There was a man and his wife. Then the man and his wife had come because their son was inside the cell. Walikuwa wamekuja kwa sababu mtoto wao ako pale cell. Na nilipoendelea kusikiliza ni nini kilichokuwa kimetendeka, yule mama na baba na mzee wake, they were coming to see their son who had killed his brother. I said, God, I can't minister to this man and his wife. Siwezi waongelesha kwa sababu mimi sijakuja niweze kuwaongelesha. Mimi nimekuja kuona mkubwa wa polisi hapa. Niliposikia yule mama akijaribu kuitisha ile nguo yule kijana alikuwa amevaa, ajui ya kwamba hiyo nguo sasa ikiingia kwa polisi inaitangwa exhibit. Hawezi mpatia nguo abadilishe. Ile nguo amebeba ni nguo inapelekwa sasa kwa sheria. Nilipokuwa nimekaa pale nikaona yule mama alikuwa amevaa mask. This lady was dressed na mask. Ameniangalia kwa huzuni sababu alikuwa ameniangalia na shingo. Na mimi Roho Mtakatifu akaniambia, wakati si wa leo, si wa kuongea na hawa watu leo. Ngojea kwanza. Nikanyamaza. Kuna askari aliyekuwa kwenye OB pale. Kidogo OCS akasema aingie sasa nimuone. Nilipoingia nikamwambia nimetumwa kutoka Nairobi na rafiki na police chaplain nikuje tu niwaombee alafu niweze kuondoka. Akasema ngoja. Akachukua simu. Akapigia Pastor Onesimus. Akamwambia njoo. Pastor Onesimus na ndugu mwingine pia wakakuja. Na yule askari aliyekuwa pale kwenye OB akaambiwa pia kuja. Akaingia kwenye ofisi. When they entered into the office, what happened is something that God ndio alikuwa amepanga. Kwa sababu yule ofisa aliyekuwa pale nje alipoingia pale kwenye ofisi, wakati mkubwa alitoka nje kidogo na simu, nilimuuliza swali, je, ungependa kuokoka? Would you like to give your life to Christ? Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndani ni madhabahu nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Wakati tumefika hapa katika sherehe inatakana, sababu huyu ni mkubwa wa polisi, ni lazima afike kule kwanza aseme amefika katika kituo na mambo kama yale. Afisa mwingine akapokea Yesu siku hii ya leo. Pigieni Yesu makofi. Sasa wakati nilipoweza kumuona yule pastor huyu mwingine tukakuwa na yeye, ndio sasa tukakuwa handed over. Kaambiwa sasa twende wapi? Haleluya, amani kwa huyo mtoto. Malaika wake wanafika kwa Mungu kila siku. Haleluya, amani kwa amani. Peace on that little one in the name of Jesus. The blessing of God on that little one. Let there be peace on that child in Jesus name. Haleluya. Usikawahi kusema mtoto toa hapa anasumbua hapana. Mungu ako na malaika wake wako na hawa watoto. Tulipoingia hapa na huyu ndugu, mimi nilikuwa nimekaa miaka mingapi? Miaka 3 sijakula mkate. Mkate hii unakulanga. Si ati nikukosa, mimi sikuwa nataka kula mkate kwa sababu nilikuwa na mwili mkubwa sana, nikafanya mazoezi, nikarudi size, ndio naweza kufanya missions, naenda mbali, naenda Marsabit, Kajiado, wapi narudi na naendelea na kazi yangu. Sasa hiyo siku tukatumana mikate. Nikakuwa nacheka kimoyo moyo. Najiuliza, kweli leo utakula mkate? Na mimi sababu nimeletwa hapa katika hii madhabahu, chai ikakuwa inatengenezwa. Mimi sinywi chai wakati huo. Nikasema nitengenezewe chai ya maziwa. Wakachota ile maziwa kaniwekea. Tukakunywa chai na maziwa vizuri, mkate na maziwa. Tulipokuwa tukiongea, mchungaji akaangalia hii nyumba, akaangalia. Akasema hii kanisa tuko na mipango. Nikaangalia nikaona ni plywood iko round. Ilikuwa imewekwa plywood yote hata vile iko saa hii. Wacha vile mmeanza kuweka jacket nje. Unaweka jacket, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.
Unasema hii nyumba yenu sasa unataka ivae jacket. Bwana Yesu asifiwe. Na alafu mkishamaliza kuweka jacket kwa hii kanisa, mtatoa hii plywood, mtengeneze vitu vingine nayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hii plywood, wakati walitengeneza kanisa la plywood, niliongea na Deputy Hospital ambaye alikuwa sasa ni Bishop William Oyugi ambaye ndio alianzisha hii kanisa hapa Kahuro. Akaniambia walianzisha hii kanisa wakati wa Mungiki kwa sababu waofisa wa polisi hawangeenda nje kwenda kuabudu, alikuwa wanaogopa wale watu wako hapa. So they started this church, na ukiangalia kwa familia kama 3, hii ni kanisa mzuri, si ndio? Lakini sasa Mungu ameweza kuipanua, amepanua mipaka. Bwana Yesu asifiwe. Na hii neno ambalo tumekuja kusoma leo linasema kiune oria mwaganu guoko. Mwodoshio mwaganu is not a person, is a spirit. Praise the Lord. Break the arm of the wicked man. Today we have come to break the arm of the wicked man on this land in the name of Jesus Christ. Amen. And we are declaring on this land that never again are we going to see homicides and defilement and nini. Tunaomba ya kwamba haya magari ya polisi hata wakati mwingine wanashangaa kazi ni gani. Pengine wanaenda kupeleka watoto shule kama school bus. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kunanyesha lakini gari la polisi mtaliona limebeba watoto wa shule. Linawavukisha mahali kuna matope. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndio maombi tunataka kuomba. Sio kila saa. Wakati nilipokuwa hapa hiyo siku, hiyo siku, that same day nikasikia wameenda wapi? Siku anajua yao majina. Nikasikia wameenda kuchukua cargo. Sasa cargo ni nini? Yaani wamezoea hiyo kazi mpaka wanaita maiti cargo. Na hivyo ndio inaitangwa by the way, ukibebwa na ndege unaitwa hivyo. So that day I was here, the police vehicle ran and went to collect a dead body again. I said, Lord, there must be something I can do. So hii mwaka sasa, kabla sijafika hapa, tukampigia mchungaji. Hiyo siku tukiwa hapa tukajuana na mchungaji. Sasa huyu mchungaji wenu anatoka mahali panaitwa Ngai. Bwana Yesu asifiwe. Kule Ukambani mahali kunaitwa Ngai. Na huko Ukambani shopping center ya kwao ni shopping center ya kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi sikuwa namjua, lakini nimekuja hapa nimempata. Tukaanza kuongea. Sasa wakati nilipofika nikakuwa na mzigo, nasikia kwamba hii roof yenu tutaweka. Hata hiyo Mungu atafanya tu muujiza, alete roof. Bwana Yesu asifiwe. Sasa wakati huo nikiomba, nikaona mabati ya blue kwa hii roof. Nikampigia sasa msimu the next day. Nikamwambia mchungaji, nikiomba niliona mabati ya blue katika hiyo nyumba. Kwa hivyo ile mabati tutaweka itakuwa ya blue. Lakini sioni kando. I cannot see the design on the side. I don't see the design on the side. Then you know what pastor told me? He said, let us continue to pray. Alafu tunaongea na Kikamba. Sasa ukisikia vile tunaongea ni kama villagers wangapi? Wawili. Tunaongea tu mambo ya nyumbani. Sasa nikaendelea kuomba. Mungu akaniambia, ilikuwa November inaenda kuisha. Akaniambia, as you get into the month of December is the season to possess the land. Amen. Hallelujah. Amen. Nilipokuwa nikiomba, Mungu akanionyesha vision katika nikiomba. Akanionyesha jengo, nyumba iliko kule kwetu, nyumba ya babu yangu, great grandfather, ambaye alikufa miaka 23 iliyopita. Na nyumba yake ilikuwa the first brick house kutengenezwa kule Ukambani, hapo hiyo area. Alikuwa ni judge. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa yeye ni judge. Sasa roho yangu ikaanza kudunda sababu nilipoona Mungu ananionyesha hiyo, nikajiuliza hii inamaanisha nini? Nikampigia mchungaji. Nikamwambia mchungaji, niko na matofali mahali. Mnajua mchungaji aliniambia nini? Amen. Imani yake ikaweza kuniinua. Akasema amen. Nikapiga hesabu nikajiuliza, hii nyumba kwanza kubomoa
itakuwa namna gani? Kwa kwanza between July na kwenda kufika hiyo November, nilikuwa nimefanya maombi mengi sana, kuongea na watu huko nyumbani, kuongea na babu zangu, nyanya zangu, wote wameokoka sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikiwaeleza hii nyumba imekaa hivi na anguka, hatuwezi kuibomoa. Wote walikuwa wanasema in fact inafaa ibomolewe. Na hata ukitaka hiyo matofali unaweza kuchukua. Tutakupea. Ule mtu anataka hii matofali akuja afanye nini? Achukue. Sasa kitu moja hawakuwa wanajua ni kwamba siku ya kuyatoa si lazima niwaambie. Kwa sababu ilikuwa ni operation kama ya military operation. Ule mtu alikuwa anajua matofali inatolewa, ilikuwa ni mke wangu, dada yangu na jirani yake mahali hiyo nyumba iko. Peke yake. Wale watu wote tulivamia hiyo area, tulivamia kama Gideon. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kwa sababu hili jambo ni jambo linafaa lijulikane ya kwamba mimi sikuwa najua hii kanisa ya Kahuro, sikuwa najua huyu mchungaji, sikufanya deal na yeye nikamuuzia matofali, nyinyi hamkununua matofali. Bwana Yesu asifiwe. Ili muweze kujua ya kwamba Mungu wa kweli ako hapa. Alitoa matofali maili mingi sana, kilomita 200 kutoka hapa. Na kwa sababu ni neema yake ya kwamba matofali yakuje, ilikuwa ni pattern fulani Mungu ametengeneza. Kwa sababu kitabu ya Joshua 8 inasema Joshua akajenga madhabahu akitumia mawe yasiyokatwa na vifaa vyote vya binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tukafika pale tarehe 3 mwezi wa Disemba. Asubuhi na mapema niko na vijana 7. Tukaangalia ile nyumba, tukashindwa hii tutaibomoa aje. Mmoja ambaye anaitwa Boaz akaangalia akasema hii ni kazi mimi naijua. Akapanda juu ya mabati, akaanza. Kazi hapo vile ilianza ilikuwa ni kazi ya ajabu. Ile gari tulikuwa tumekuja nayo ilikuwa ndogo sana. Mungu akasema enda town, nenda ulete gari nyingine. Akasema gari huku inatoka pesa ngapi? Miaka sijui. Nikasema kwa imani nimeenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa tukikata hayo story yote ni kukuambia hapa tumekuja trip ngapi? Trip ngapi hesabu? Haleluya, 3. Na leo tumekuja trip ya mwisho. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Baada tukitoka hapa vitu yote ile yote mnatafuta mpaka vyuma. Hata hii juu mtaweka na mbao, mtaweka na chuma. Amen. Naona chuma. Bwana Yesu asifiwe. Juu hapa itakuwa inawekwa na chuma na mabati itawekwa na mabati ya blue. Wakati ule Mungu amefungua ni wakati ule mtu aweze kufungia. Bwana Yesu asifiwe. When God says he's going to bless you, he's going to do it. Praise the Lord. Amen. This has been 600 kilometers of bringing materials. And as we have come here today, we have come to announce that wokokwa oria mwaganu wokoko ne wokunuo. Mwadhani agoshwe. Kwenyu kwa nyumba yenu msikuwe na uoga tena ya kwamba mtu ya boda jana alipatikana sijui wapi, sijui mtoto yangu ameshikwa na nani, sijui nini. We need this church to be an altar of reconciliation. Amen. Praise the name of the Lord. Nilipokuja juzi nikiweka ile mawe ya msingi na naona vile mahali mmefika. Niliweka hiyo mawe na Roho wa Bwana akaniambia this is an altar of reconciliation. Praise the name of the Lord. Amen. Ya kwamba kuna mambo mengi Bwana ataenda kuyarejesha katika hii sehemu yenu. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Amen. The word of the Lord says in Psalm 10 verse number 16, the Lord is king forever and ever. The nations perish from his land. Praise the name of the Lord. Amen. Jehova niwe muthamaki kinya tene ona tene. Nimesema vizuri? Dorere nego toma dorere nego toma itomete igathira furori wake.
Bwana Yesu asifiwe. Ya kwamba neema ya Mungu ile ameweza kuweka hapa, kama vile simba analala akingojea, ndio zile mapepo imekuwa katika hii area, imekuwa ikingojea watu. Mungiki ilikuja ikaisha. Lakini sasa unaona tena watu wanapigana, watu wanauana katika manyumba zao. You see people fighting in their homes. Hapa hii Murang'a yenu hapa. Na hii Murang'a unaona juzi nini imefanyika Kiambu? Familia watu 5 wamekufa wote. Hiyo spirit ambayo inataka kuingilia Kenya wakati huu wa kisiasa, ndio tunaonanga hiyo vitu. Tunaonanga hiyo vitu inatembea pamoja nayo hivi. Tunataka kuombea wanasiasa wetu wapate nguvu zao kutoka kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Wafanye biashara watafute nguvu yao kutoka kwa Yesu. Watoto wale wanaenda shule watafute nguvu yao kutoka kwa nani? Kwa Yesu. Waganga wote wale wamekuja kazi huku Murang'a, niliona mpaka waganga wamewekea advertisement huku, unawekewa posters. Wanasema ya kwamba uchawi iko Ukambani, lakini tuko huku mahali ni Kikuyuni, na hapa imezidi tunaambiwa na wamama. Because witchcraft is a work of the flesh. Witchcraft is not a work of a tribe. Witchcraft is not a work of a tribe. It's not a work of a clan. Witchcraft is a work of the flesh. Bwana Yesu asifiwe. Siku hii ya leo ni mambo ya kutenda kinabii. Bwana Yesu asifiwe. We have come to do prophetic actions here. We have a man of authority, a centurion of the Lord. Hallelujah. We have a man under authority. Bwana Yesu asifiwe. I see Pastor Onesmus and I remember Dr. Sifuna when we were there in East Africa School of Theology, and it's just a constable of police when he had just come back from Yugoslavia. Mungu alimfungulia milango ya mataifa, na huu mwaka pastor tutatembea mataifa na wewe. Bwana Yesu asifiwe. We shall go to the nations, because the nations, this is not a local pastor. He started his ministry in Yugoslavia, peacekeeping in Yugoslavia. And when he came back, unajua wale peacekeepers wakienda kule, uko na you have a reason. Maybe you can decide to go uende upande wa United Nations, uachane na mambo ya polisi, lakini passion ile iko ndani ya huyu mtu, alisema anarudi Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Let's put a hand for the Lord. Sasa naona hapa kwenye Facebook marafiki zako wanakusalimia. Pastor Senzia ule ni evangelist mkubwa, sasa alitoka polisi ako Taveta. Bwana Yesu asifiwe. God bless you who are watching online. God bless you. Tunapoendelea kuomba sasa, wakati umefika wa yale maombi ambayo nilikuja kufanya leo. Bwana Yesu asifiwe. The time has come. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Amen. Maombi yale tunaleta ni verse 18. Ugagetu ashira wa mwana wa God. Hebu nisomee hapo kwa sauti. Verse 18 of Psalm 10. No wathi ndugacokana kutuanada. Inasema aje hapa? Inasema defending the fatherless and the oppressed, so that mere mortals will never again strike terror. Wacha nisome na Kiswahili. Praise the Lord. Inasema nawe utakuwa salama. Inasema aje? Verse, this is Zaburi 10. Zaburi 10:18 inasema ili kumhukumu yatima naye alionewa, binadamu aliye udongo asizidi kudhulumu. Bwana Yesu asifiwe. That we have come to declare, hata hili jengo, hii kanisa itaisha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaendelea kuguza watu wake, hata watu wako mbali na sisi.
hata watu hatuwajui watakuja kutengeneza hii nyumba ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hili jengo linaisha in record time. Bwana Yesu asifiwe. Na tunatabiri promotion kwa huyu pastor katika jina la Yesu. Hallelujah. We pronounce a promotion over you, sir, in the name of Jesus, for the faithfulness that you are bringing in the name of Jesus. God bless you, son. Hallelujah. Amen. Hallelujah. God bless you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Asante Yesu. Asante Yesu. Baba, tunakupa sifa. Kwa wale ambao tulipatana na wao hapa ile siku tulikuja kuweka mawe hapo, na Bwana akatusaidia tukasema ya kwamba hamtakosa material. Je, mlikosa? Material imeendelea kukuja, si ni kweli? Sasa tunataka kupiga tarumbeta, kwa sababu pengine hili nyumba ikitengenezwa, hii ya kwanza ilitengenezwa na deni, hii ya pili haitatengenezwa na deni. Bwana Yesu asifiwe. Hii jacket mnatengeneza nje haitakuwa ya kwamba mmefika mahali kama kanisa mmeshindwa kuendelea. You will not be caught up in a place as a church where you are not able to move. In this day, we are prophesying over you that your finances will not get into the clutches of financial hunger in 2021. Amen. In the name of Jesus. Pesa zenu hazitashikwa katika huu mwaka wa 2021. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni mwaka Mungu amesema you shall be established. You shall be established. Marafiki wangu wale wanaona hii video, nataka kuwaita niwaambie hii sio kazi ambayo mimi nataka kuanzisha kanisa nikuje nikae Kahuro. Lakini hii ni kazi ya Mungu ambayo amesema lazima ifanyike. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Bwana youth, Bwana Yesu asifiwe. Mbona ni kama hamuna nguvu? Bwana youth, Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa sababu ya maombi ya baba zenyu wale walikuwa hapa miaka 12, leo mko na kanisa ndani ya police station. Hallelujah. You have a church. I don't know how many are like these ones are there, Dr. Spooner. You have many churches in police stations. Yes. They are there now. Yeah. Praise the Lord. So now this church inside the police station in Kahuro is now about to release the order, the decree in the land. Bwana Yesu asifiwe. Mahali mmesimama ni mahali ambapo Mungu amewapatia authority. Ni madhabahu. Na nikiangalia ni mahali pako juu. It's a high place. Mahali kanisa iko unapanda ukikuja hapa. Si kweli? Nataka tusimame. Wakati umefika sasa. We must do the prophetic actions that we have come to do. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Wadhani ya Yesu. Hallelujah. Amen. Tunataka tuombe kwanza. Sisi wote na nikipeana prayer point usisimame. Bwana Yesu asifiwe. When I give you a prayer point usisimame. Nataka uombe hiyo maombi. Bwana Yesu asifiwe. Nikisema tuombe, tunaomba sisi wote. Vijana na mama, na kama hujaogojeka mguu usimame. Bwana Yesu asifiwe. Wale ambao wamefinyiliwa na shetani, kama hujaokoka, tafadhali utakuja tu hapa mbele, shughulikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Utashughulikiwa, watumishi wako hapa, mafuta wako nayo, wale watu wagonjwa wako na nini. Lakini kwa sababu ya zile siku tuko sasa, hatuwezi waekelea mikono sana. Bwana Yesu asifiwe. Yesu atawaguza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tutajaribu sana tukae katika maandalizi yale ambayo tumepewa ndio tuweze kuendelea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo najua mnatamani turudi vile tulikuwa zamani. Lakini nataka niwahimize ya kwamba Mungu atawafikia hata mahali huko. The Lord is going to touch you right there you are. Bwana Yesu asifiwe. The Lord is going to touch you. I said the Lord is going to touch you. Bwana Yesu atakuguza. Bwana Yesu atatuguza katika jina la Yesu. Hizi drama tumekuja Kahuro zinaweza aje kufungwa. Hizi drama zipewe wale watu wanapigana. Hizi drums hii ya kupiga hivi mnapigana. Kama unapiganga hiyo tafadhali uchukue hiyo. Lazima tufanye hiyo. Lazima tufanye hiyo. Sifa lazima zipande kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe.
Patiana hiyo drum mahali. Eka tu kamera pande moja. Kuonyesha hiyo. Sababu uko nyuma taa sio mzuri. Patia tu. Yule dada yetu wale alikuwa anatupikia ile wakati mwingine. Nataka tufanye kiosho ile mashetani ya huku kiukauro inasikianga inatoroka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Praise the Lord. Amen. Inasikianga hii sifa inatoroka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya kwamba hivi ndio tunapigana vita vyetu. This is how we fight our battle. Bwana Yesu asifiwe. Naona malori yanakuja, malori. I can see trucks coming. I'm seeing trucks in the spirit. Na si ya ujenzi, matruck imebeba majibu ya maombi. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wengine hapa wana youth, umeenda ukafika level unataka kuolewa, wakati umefika hapo kuolewa hivi, yule ndugu anakuletea kadi ya harusi. Listen to me. Unapata, I don't know who I'm talking, but nasikia kuna dada fulani hapa. Wakati hiyo kitu imekufanyikia more than once, umeingia katika hata almost engagement umefika. Na wakati unaenda kuoleka hivi, jamaa anakuletea kadi ya harusi. Ule jamaa ulikuwa unafikiria ndio atakuoa. Unasikia amekuambia hii yetu haitawezekana. Hii kanisa mnajenga ni ya maharusi. Bwana Yesu asifiwe. Ya children dedication. Bwana Yesu asifiwe. Hii kanisa ni ya reconciliation. Bwana Yesu asifiwe. Hii kanisa ni ya mambo ya uponyaji katika jina la Yesu. Haleluya. Hii kanisa ni mambo ya kurekebisha tabia za watu ambao wamepotelea katika chang'aa katika hizi mafamilia huko. Bwana Yesu asifiwe. The word of God says that he may indeed encourage and listen to the cry, defending the fatherless and the oppressed, so that mere earthly mortals will never again strike terror. Never again. Hakuna tena wakati unafika ambapo tutakuwa tunaona watu magari ya polisi yanaenda tu kuleta watu wamekufa. Hapana. Kama unakubaliana na mimi, nataka tuinue sauti kwa Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nitachukua tarumbeta yangu. Ninapochukua tarumbeta, nitaweza kupuliza hiyo tarumbeta. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo tarumbeta inapolia, na kuna watu wenye vinanda watapiga. Watu wenye drums watapiga drums. Watu wenye sauti watapasa sauti. Bwana Yesu asifiwe. And then after that nitaweza kuomba maombi na nimuite pastor. Bwana Yesu asifiwe. Are we together? Wenye drum nataka mtupigie tu vile mnapigaga mkiwa nayo. Ule anakuanga na hiyo nyimbo ya hiyo. Si sawa, si kipindi cha sifa pastor vile unafanyanga. Si kipindi cha praise and worship, tuelewane. Bwana Yesu asifiwe. Hii sasa ni wakati ya mambo ya kinabii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nataka tupige sauti kwa Bwana. Vinanda zipige, mwenye drama apige drama. Kama wewe upigangi drama, tafadhali upatia mtu anapiganga. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Bwana anapenda excellence. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tuanze sasa sifa na kupiga hiyo drama na kushukuru Mungu. Wacha hiyo itabidi sisi wote. Nimwati kwa dodaiga. Turenda rere kigosho kia gikuyu. Kira githiaga hari he mwathani agocwo. Haleluya. Ile koragwa mamu naielewa, si ndio? Ile paka unainua sauti kabisa kwa Mungu. Ni nani atatuongoza? Mahali huko hakuna microphone inakuja kwako. Anzisha tu hiyo. Yeah.
the name of Jesus, we have come. We have come. Again we say, we have come. My Father, we come to thank you because of the altar here that you have established for yourself. We want to thank you because, God, you have come, and today you are breaking the arm of the wicked man. Father, the evildoer is being called to account because of his wickedness. Father God, we want to pray over this location of Kahuro. Father, set free your people. Set free your people. Set free your people. Set free your people. In the name of Jesus, set them free. The Lord, even at this time, as we are calling on you, my God, that you are king forever, that the nations perish from the land, that God, you will hear the desire of the afflicted. Lord, look at the desire of the afflicted children. Remember the fatherless children. Remember the fatherless children in this location here, where this altar resides. My Father, we pray over Murang'a County, my God. We pray over Kenya. We pray over Uganda. We raise prayer for Uganda out of this altar in the name of Jesus. We raise prayer for Uganda. We are praying that the wicked man's arm will be broken, even in Uganda. I want us to pray. I want you to lift up your voice. Inua sauti yako kwa Mungu sasa. Ombea Uganda. Ombea Uganda sasa. Wanaenda katika uchaguzi. Waombee hiyo taifa. Ombea taifa ya Uganda. Omba kwamba Mungu ataenda kuvunja nguvu zote za mwovu shetani. Haleluya. Haleluya. Uganda Jehova. Toroya una guoko ya muaganu. Ona una guoko ya muaganu. Kwa Uganda. Otiga corona bakame. Otiga corona bakame. Ona kwa Kampala. Ona kwa Ujita. Ona kwa Entebbe. Jehova netoroka tokiura. Nebana boshele moza. Olikane Uganda. Jehova netoroka polima Uganda. Koke mahoera kumala. Haleluya. Koke mahoera kumala Kahuro. Torohoya Jehova. Omalikane. Polini mode makori ya Uganda. Netwarehe peresi yaku. Netwarehe polima Uganda. Netwarehe polima Kampala. Netwarehe polima Mbale. Netwarehe polima Entebbe. Netwarehe polima Jinja. Netwarehe polini. Florida wa Uganda. Jehova, ilikana. Otika corona bonana makabeko. Otika corona makabeko. Jehova netora hoera Uganda. Umaboro yoyo wana makoro. Kani rabo sekere. Roka telerabos. Yanderebosaka. Yanderebosaka. Yandebosika yaba. In the name of Jesus Christ. My God, we pray for the nation of Uganda. We make intercession for this nation. Oh Jehovah, letolea kule kumio, letolea kule kumio Jehovah, letolea kule kumio. Tukiona katika habari, when we see the news, we see policemen in Uganda doing things. We also see policemen in Kenya doing things. And this church is inside a police station. Before you complain for the police, about the police, pray for the police. Pray for the police. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna wakati ambapo unahitaji polisi. Kuna wakati unahitaji polisi akuonyeshe tu mahali gari yako utaweka. Kuna wakati mwingine utamhitaji kama mambo ni mabaya. Lakini tunataka tuombee polisi. Kwa sababu tunajenga kanisa hapa katika police station, tuombee polisi. Kitengo cha polisi tuwaombee wote. Tumeona wengine wanajipiga risasi, tumeona wengine wanakuwa ambao maisha yao iko vizuri. I want us to pray for the police. Inua sauti yako sasa. Sababu kanisa limekuwa. Nataka uombe ukijua kanisa limeisha. Kanisa limeisha. Nilenda tu hoere polini. All the IAP, my TSU, ina onato hoere kina area makora wo make DF all the makora wo na mishika. Nilenda tu hoya no all the makora wo na mishika shikari. Jehova neto ama hoera akuma haha. We are praying, oh God. We pray for the nation. We pray for the
the police, Lord. We make intercession for them. We pray, oh God. Father, ni wewe Baba. Ni wewe Baba. Kumbuka polisi. Tunawaleta mbele zako. We pray for the police in the name of Jesus. We pray for them. We pray that God will give them capacity as they are standing on the highway, my Father. Protect them. Keep them safe. Keep them away from the wicked one. Break the arm of the wicked man. Call the evildoer to account for his wickedness that would not be otherwise found out. Father, Lord, the Lord is king forever. The nations will perish from his land. Lord, hear the desire of the afflicted, encourage them, and listen to their cry, defending the fatherless and the oppressed, so that mere mortals will never again reign terror. In the name of Jesus. Listen, I want us to pray. Nataka tuombe. Direnda tuhoye atiri. Direnda tuhoye twire mwathani. Niwe gatondwa nyumba ino yaku niwe wathondekire na nyumba ino igakoragwo ye andu mahoya. This shall be a house of prayer. This shall not be an ordinary church. It shall be a house of prayer. Hallelujah. Utaombea mataifa kutoka hapa, Mungu atatenda. Bwana Yesu asifiwe. Hii mabati, mawe, nini yote Mungu ataleta. Bwana Yesu asifiwe. Mungu analeta watu wake. Kwa sababu tunajua Mungu aishi katika majengo yamejengwa na binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua anaishi katika mioyo yetu. Lakini tunataka apatiwe sifa ya kwamba kanisa ambalo wanaenda kuweka hapa katika Kahuro litajulikana ni kanisa Mungu mwenyewe amejenga. Bwana Yesu asifiwe. Matofali ametoa maili 200, 200 kilometers kutoka hapa. Na kwa mahali ambapo hata sisi wenyewe hatuko tunajua itaenda hivyo. Kwa hivyo kuna vitu zingine hata zinakuja na bahari. Bwana Yesu asifiwe. There are some things coming with the sea. Hallelujah. There are some things for this church that are coming in the sea in the name of Jesus. Amen. The Lord is sending them by sea in the name of Jesus. Amen. The Lord is sending them by sea. Amen. There are some of you here that God is giving you property. Amen. Praise the name of the Lord. Amen. In 2021, Bwana ameniambia, this year you shall be established. Amen. It's not a time to struggle. You will be established. Amen. You will be established. Amen. You will be established. Amen. Hallelujah. Amen. Boishia kushikaikiha cheni idagio na shoro. Hallelujah. Zitakuwa nyingi mpaka zinapigiwa tarumbeta. Zinaambiwa wewe pangeni hivi njia, mbuzi zako zitakuwa nyingi hiyo kiasi namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ni kumaanisha nini? Ndugu yangu umetoka Western. Mungu amekuleta hapa katika hii area ya Kahuro ndio aende kukufungua macho. Njia za Mungu si za binadamu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunapomaliza hii kipindi cha maombi, pia tutatoka nje, lakini wakati wewe itakuwa tunamaliza mahubiri. Wakati kama huu, kama unahitaji maombi special, just lift your hand. Sitakuita hapa mbele kwa sababu ya wakati na vile mambo yako. If you have a special need, kuna kitu ambacho unasikia Mungu akugusa, inua tu mkono wako. Kama uko hapo ungependa kuokoka, mtu wa kuokoka ndio utamuita kuja aweke social distance hapo. Kuna mtu wa kuokoka hapa mmoja. Iko. Haleluya. Tutakupata kama bado unasikia roho yako iko chini. Bwana Yesu asifiwe. Just lift your hand if you have a prayer need. You are all partnered katika hii kazi. Umeweka mikono yenu hapa. Si ati mtakuwa na kanisa mzuri alafu kule nyumbani hata una mahali pa kuweza kupika ama kufanya kitu kama hiyo. Mungu atakusaidia huu ujenzi ukiendelea, hata pale kwako nyumbani utafanya renovation. Bwana Yesu asifiwe. Pale kwenu nyumbani utatengenezea kondozi kwa zinaishi vizuri. Amen. Na kwako unalala vizuri. Haleluya. Haleluya. Utakaa vizuri kwa sababu Mungu ana deni na binadamu. Amen. Akisema atakubariki hakuna mtu anaweza kuzuia. Haleluya. Wacha tuombe. Inua mikono yako sasa.
my Father and my God, I thank you for giving me the opportunity to come and minister to your people here in the place that you brought me out here for a mission Monday in season 2 of 150 Days of Psalms. Lord, now I have come here, Lord, just asking that whatever these people are lifting their hands for, Lord, that you answer prayer. Yes. Lord, we also want to remember our sister Jeanette in South Carolina, who is unwell and have sent prayer requests right we are here. Father, we pray for her healing. Want to pray for others even who are watching online that have a need. Father, minister to them. Bring your grace over them. Let your protection be upon them. Lord, let this altar that is raised for the Lord, let this altar glorify you. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Father, I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Dr. Sifuna, I just feel the Lord leading me and Pastor Onesimus. Sababu ya vile mambo yako, tutatoka nje sisi wachungaji watatu. Pale nje. Nyinyi mtakuwa ndani. Na kuna maombi ambayo Pastor ataomba kama anaelekeza ndani ya kanisa. Pastor William. Na Pastor Onesimus atasimama hapa hivi. Sisi tutakuwa nje. Na nyinyi wote mko kanisa mtakuwa mnamuita Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tunataka pattern ya Mungu ishuke. Nasoma katika kitabu cha Revelation inasema, I saw the heavenly Jerusalem coming down. Kuna mijengo Mungu anatoanga mbinguni, anashukisha chini. Katika ulimwengu wa roho. Kwa hivyo tunataka kufanya hivyo kwa haraka, alafu tutarudi hapa ndani. In less than 2 minutes tutakuwa tumemaliza. Tuweze kuomba hiyo maombi, alafu turudi ndani na pastor ataweza kukamilisha. Kwa hivyo tutatoka nje na Pastor William Chidi, microphone yake utaweza huko hapa kwa mlango hapo. Bwana Yesu asifiwe. Thank you Jesus. Mtulio ndani ya kanisa, nataka muimbe ile wimbo ya kuabudu Mungu. Ile ya kusema Mungu asante. Twasema asante. Twasema asante. Twasema asante. Ewe Mungu wangu. Asante. Just pray. Father, I want to say thanks a lot for because of this opportunity. Once again, we are privileged to stand here in this sanctuary. As we begin, even Father, to declare favor upon this sanctuary. I pray for the protection upon your people, my God, within this area of Kahuro. I pray, Father, for Muranga County, oh my God, even for praying, Father, for the governor of Muranga. I also pray, even Father, for the county commander of police, my God, in Muranga. I pray for all the local leaders, my God, of Muranga, oh my God. I speak a word of blessing upon him, my Father, the chapel and the pastor as a large, oh my God. Yes. The entire congregation of this church, oh my God. As I also speak a word of blessing, my God, a wave of salvation, Father, to go upon your people, even Father, in the villages, oh my God. For them to know Jesus, even Father, and glorify his name. All together, my God, we call upon your name, Father, as we declare these buildings, as we declare this sanctuary, Father, blessed. Father, we sanctify this place by the blood of Jesus. Father, there is no cause that will lead and Father come against your people in this church. We declare any servant who is set here, my God, they will declare even Father blessings. We want those who want to call upon your name, my God, that my God,
face this place, oh God, and stretch your hand, my God, to bring healing upon this place, oh God. Bring healing and restoration of peace among the people, my God, of Murang'a. I say thank you, Father, because of Kahuro Police Station. As I pray for all OCS who have been here, wherever they are, oh my God, for the work they did, oh my God, wherever they went wrong, Father, forgive the officers, oh my God. Those who are within, oh my God, at this moment, as they are performing their duties in this place, oh God, we pray for forgiveness upon them, oh my God, and give them wisdom, give them knowledge, give them protection and anointing, oh my God. Let the favor of resources, my God, come upon them, and let your favor, my God, touch each and every family, the OCS, the hospital, oh my God, wherever they are, Father, touch them and bless them. We pray for all officers, my God, who are serving in this station. Yes. Father, bless them and even Father. Give them financial breakthrough, oh Lord Jesus. Yes. Give them peace and good healing, oh God. Yes, Give Lord. them protection from above, oh my God. Give them even Father vision, the wisdom, oh my God. You tell us in the book of Ecclesiastes chapter number 2 verse 26 that those who please you, my God, you will give them wisdom, knowledge, and happiness. Yes. Let them receive it as they do their work, oh God. Yes. Let them please you, oh my God. We Yes. thank you, Father, as we want to speak against the spirit of anger in this place, my God. Anger will bring regrets. We don't want anger, my God, upon our officers. We pray for peace to reign upon their hearts, oh God. We also pray for wisdom, my God, that my Lord, touch them for whatever they desire to do. Give them a vision and give them a way. Make a way, Father, in the wilderness. Make a even, Father, new springs of Father, good things to come upon Kahuro Police Station. We thank you because of this chapel. We pray for resources. For this completion of this building, we declare it blessed in Jesus' name. We thank you and honor because you are so holy and so mighty. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Father, we thank you as we stand. Amen. We bless you. Amen. Father, we thank you now, even as we ask for the heavenly resources for this building to be complete, our Father. Yes. We thank you for the windows. We thank you for the roof. We thank you, Lord, for the parking area. We thank you, Lord, for everything that is required for this building. Yes. Lord, we also want to thank you in advance because of the ministers that shall come to be a blessing in this sanctuary. Yes. Lord, we pray and prophesy over this land that God, it will open up its resources and begin to bless the work of the Lord. Yes, Lord. So, Father, we plead the blood of Jesus over this sanctuary. We dedicate every brick, every cement, every concrete into your hands. Father, we continue to bless you. 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 We bless you. We bless you, Lord. Thank you, Jesus. Hivyo twasema Baba, twasema asante. Twasema asante, ewe Mungu wangu. Nataka uinue mikono yako upokee baraka kutoka kwa Bwana. Inua mikono yako sasa. Father, in the name of Jesus, I decree blessing over this your people. Yes. Lord, I decree favor over this your people. Yes. I decree downloads from heaven in Jesus' name. Yes. I pray that the heavens will command the blessings, oh God, over their children. Yes. Lord, I pray that over this area, no more homicides in the name of Jesus. Yes. We are praying that the bloodshed that has been there in the homes, in the families, we cover it to the blood of Jesus. Yes. Father, we command even the realm of the Spirit that this week and beyond, they will record the lowest number of deaths in this location. Yes. Father, we pray even along the roads that there will be no road accidents in this area, my Father. Yes. We even ask you, Jehovah God, that you may increase the number of people that are getting saved in this location, my Father. So, Lord, as we go on to minister in this place, we want to commit the servant of the Lord, Onesimus Mutinda, before you, Jehovah. Stretch your hands towards him. Father, we speak supernatural grace over him.
Rekabashonda rabaziki. Rekosaka dezako zindamo zindamozaka. Rizako zakarezete. Rekozandrika. Indamazoti kraba. Yababazita. Receive your deliverance now. Rekeboshanta rabazoki. Yaboziti rikiazodrika. In the name of Jesus. My God, open the heavens, oh God. Release the financial gates of my hand. Father, we pray for favor. We ask you for favor. We pray for favor. We declare favor. Favor with his companions. Favor with his bosses. Father, we come against the spirit of jealousy. We come against the spirit of envy. We come against the spirit of slander. In the name of Jesus. We decree the blessing of the Lord. We decree an acceleration. We pray that this church will be completed with record time. For the sentence of the Lord will come upon the land with speed and finality. Lord, as you have sent us to decree this word, that they break the arm of the wicked, that call the evil doer to account. Father God, we pray, you are king forever. The nations will perish from the land. You will hear the desire of the afflicted. You will hear the desire of the afflicted. Father, we program in the realm of the spirit encouragement. We decree encouragement over this man, over his family, over their colleagues, over the fundis, over everybody that is required of this work. Open the heavens, my God. Encouragement, my Father. That Lord, they will not tire. Lord Jehovah, we are calling in silver and gold. We are calling in dollars and francs. We are calling in euros and sterling pounds. We are calling in yen, Lord. We are calling in all the currencies of the earth. That Lord, they will indeed be programmed to come and bring the resources required. Father, we even program a car for this pastor. Lord, he needs a car to be able to move from one place to another. Lord, give him a good car. We are asking for a good one. That he will not need to struggle. That car can be delivered to him. Lord God, we call it from the realm of the Spirit. Let it be downloaded here. In the name of Jesus. Lord, it shall not be a fundraising event. It shall be a giving a car to the pastor. So Lord, we command that this land begin to bless this faithful man. We pray that this land begin to pour forth increase over the lives of these people. I decree and declare over their children. I decree and I declare over their cattle. Lord God, I prophesy over these people that have been found in a church called Kahuro, that these people will experience breakthroughs. They will experience breakthroughs. Their marriages will experience breakthroughs. Their children will experience breakthroughs. Their children, even who don't have school fees, will get bursaries, Lord. Will get scholarships, Lord. They will be sponsored, God. In the name of Jesus. That people will donate. People will donate. They will donate easily. They will give without fear. Because this is the work of the Lord. So, Father, we call in the heavens to align on this matter. We call in the earth to align on this matter. We pray that the angels of the Lord will begin to deliver every good thing on this altar in the name of Jesus. We program it in the name of the Lord. We prophesy it in the name of the Lord. We program it on the 10th day. We know that 10 has to do with the double grace. We know that, Father, the double grace of the Lord is coming upon this time. This church shall be established. This ministry shall be established. Establish it. Father, we call in that this church, as we have prayed for the nation of Uganda, that this church shall not only pray for local issues, this church will pray international issues. It will pray for nations. Even as we pray, we lift the nation of America before you. We pray that the nation of America, as they are making transition for their president, give them order, give them guidance, direct them, Lord. We pray for the police force in America, the Lord God, they will not kill people. They will not frustrate people because of the color of
of their skin. Yes. Lord, let this be an evidence Yes. that in Africa, Yes. in Kenya, Yes. in Murang'a County, Yes. in Kahuro police Yes. station, Yes. there is a police constable Yes. that put away everything else Yes. to serve the Lord in truth Yes. and in spirit. Yes, Jesus. Father, may you lift him. Lift him, oh God. And when he is lifted, Lord, Yes, Jesus. let him not forget you. Yes, Lord. Lord, we pray that his heart will focus on you. Yes, Lord. We pray for his marriage. We pray for his children. Touch him, oh my God. Lord, establish them. Let him receive it. Dr. Sifuna, just finish the program, Jesus. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, once again, Father, I believe you have a good reason, a good purpose. Even, Father, for us to gather here in this chapel, oh Lord. This morning, Father, this afternoon, and the rest of this day, I want to believe that, Father, you purpose for us to be here. As the servant, Malcolm David Sila has spoken, my God. We want to declare favor upon your son. As I now raise my hand upon him, I speak a word of favor, a word of protection upon his family, a word of wisdom upon his tongue, even Father, a word of anointing upon his head. Let him receive the grace. Let him receive the resources, my God. The resource of knowledge upon him. The resource of even financial breakthrough. The resource of material breakthrough. The resource of peace and good life. Long life upon him, oh my God. I declare him, my God, to stand before us. As he speaks, my God, make him to be a vessel to stand before you. Father, by your grace, let all good things, my God, follow him. Let all people, my God, who come here be good to him. And all the members of this church, my God, I want to declare favor upon them, oh my God. All men and women who are in this church, I declare, Father, that at this moment, even those who are listening to us, my God, online, Father, let them receive that grace of God. That your protection will even, Father, follow them, oh my God. Your healing, Father, will reign upon their lives. You are going to even open more doors of blessings. You are going to open more avenues, my God, of success upon their families and even, Father, upon their work. Whatever we do, my God, as we worship, we want to declare it today, my God, that peace will reign upon this place. Peace will reign upon this station. Kahuro police station. I remember, my God, during that time when we are here, my God, the trouble of Mungika and other even Father events, we want to declare them, Father, we forget them right now. In the mighty name of Jesus. Father, we thank you and honor you, my God, because you are so holy and so mighty. When we call upon your name, you hear us from heaven. As we seek you diligently, we find you, oh my God. Father, come by yourself. Send the Holy Spirit to stand with us, oh God, and guide this place, oh God. I want to declare this altar blessed in the name of the Lord. We bless you and worship. Father, I call upon your name. Nurture all things, my God, to happen the right way. We need to be decent in our doings, oh God. We need to be, my Father, be orderly in our doings, oh my God. Eventually, Father, as we please you, let us receive wisdom. Let us receive knowledge. Father, let us receive happiness. And the joy of the Lord will be with us. The joy of the Lord will be the Kahuro police station. The joy of the Lord will be the Gist Garden, oh my God. Each and everyone who comes here, my God, let them come in and go out carrying plenty of their joy. For in Jesus' name, I do pray and believe. Amen. Say a big amen. Amen. No, say a big amen. Amen. Glory to Jesus.